libarikiwe. Jambo la pili, kanisa linapoomba. Kanisa linapoomba linapata nguvu. Namba moja ni Roho wa Mungu anapita mwilini. Namba mbili, nguvu ya Mungu inaachiliwa ndani ya kanisa. Nguvu ya Mungu inaachiliwa ndani ya kanisa ya kulisaidia kanisa kuwa na sauti juu ya jamii na mazingira iliyoko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanisa linaloomba kuna nguvu inaachiliwa. Kuna mtu mmoja amekuuliza hivi, Mungu si anajua yote? Mungu si anajua yote, si ndio? Kwa Mungu maana yake anajua atakaoenda mbinguni na atakaoenda motoni. Umewahi kwanza swali kama hilo? Mungu si anajua yote? Au naongea peke yangu? Si Mungu anajua yote? Kwa hiyo anajua atakaoenda motoni na atakaoenda mbinguni. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Mbona mtaki? Wengine nataka wajijue kama wao Mungu ameshasema anaenda motoni. Bora malizie waishi dhambi zote angalau yani waseme kwa kweli tumekuja kihalali. Waseme tumeenda motoni kihalali. No. Kuna jambo moja hapo, Bwana asifiwe sana. Mungu anajua ila haamui watu kwenda motoni au kwenda mbinguni. Anajua ila haamui. Hata Baraka anajua watakaenda mbinguni na watakaenda motoni, najua. Kwa nini? Kama mtu hajaokoka anaenda motoni. Kwa hatima ya mtu yote ambaye mpaka sasa hivi hajaokoka ni motoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ila Mungu haamui. Anayeamua ni mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Lakini sasa ili Mungu awaondoe watu kwenye njia motoni, ili awe na uwezo wa kuinfluence maamuzi ya watu, lazima kuwe na intercession. Lazima kuwe kuna maombi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapoomba kwa ajili ambao hawajaokolewa, tunamruhusu Mungu kuingilia yale maamuzi yao. Tusipoomba, Mungu hawezi kuingilia maamuzi yao. Wataendelea kwenye njia motoni. Ila tunapoomba, Mungu anapata nafasi ya kuingilia maamuzi yao na kuinfluence maamuzi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata wewe unajua siku uliokoka. Nani anajua siku aliokoka? Nani anajua? Ilikuwa wapi? Mmoja tu, hata mmoja nyoshe mkono. Okay. Uliokoka lini? Ilikuwa kwenye nini? Hapo kanisani. Okay, sawa. Ilikuwa kanisani. Nini kilifanya ukoke? Akasikia neno, alafu akavutwa ndani kurespondi kile ambacho kimezungumzwa. Na nimemtukuza Mungu kwa sababu tuna program ya evangelism, sio hivyo? Kinachoamua mtu aokoke sio mtu tu anayetakiwa kuokoka. Ila wewe uliokoka una nafasi ya kuamua. Una nafasi ya kumruhusu Mungu aingilie kati kwenye maamuzi anayetakiwa kuokoka. Ndio maana tuokoki kukwepa lawama, kuonekana tulihubiri. No. Yani hatuhubiri kukwepa lawama, tunahubiri ni watu waokoke. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini angalia, si kwamba yule aliokoka. Kuna mtu mmoja alikuwa anaomba Mungu kwenye ibada ya leo, watu wanaokuja wasikie neno, ambao hawajaokoka waokoke. Naombea vijana ambao hawajaokoka waokoke, wazee ambao hawajaokoka waokoke. Alafu Mungu akayatumia yale maombi ya huyo mtu. Neno lilipokuwa napita, yule mtumishi wa Mungu akaanza, mbona kama hizi habari zinanihusu mimi? Mbona kama ni mimi nataka kubadilika? Maana yake Mungu alipata nafasi ya ku-influence maamuzi ya yule mtu. Ila ile nafasi haikufungulia mlango na kwa sababu Mungu alitaka ni no. Kuna maombi ya mtu aliye duniani ndio Mungu anayatumia. Leo tukitaka Kampala yote iokolewe, lazima kuwe kuna kiwango cha maombi kimefikiwa cha kuifanya iokolewe. Leo tukitaka tuwe na uwezo wa kuinfluence mifumo, lazima tuwe na maombi
kwenye nafasi ya kuinfluence mifumo. Jina Bwana barikiwe sana. Angalia siku ya Pentecost, wameomba siku ya Pentecost, Roho akashuka. Ile siku alipotoka kwanza akanena kwa